Leo nataka kuongelea kuhusu swala la kuvunja sheria. Unajua kuna muda sheria inabidi ivunjwe kama inabidi kuvunjwa na kama haimuumizi mtu yote yule. Tukiachana na zile sheria zilizoandikwa kwenye vitabu vya dini. Sasa nitakupa mfano miwili. Wa kwanza kwenye football, mwingine kwenye movie. Wa kwanza kwenye football natoa mfano wa Jose Mourinho. Jose Mourinho mwaka 2005 alipigwa kadi nyekundu, alikuwa suspended mechi mbili. Na level ilikuwa inafuata alikuwa anacheza na Bayern. Sasa kwenye game ya nyumbani alichokifanya, aliingia asubuhi uwanjani. Mechi inachezwa usiku, ila akaingia asubuhi ili aingie tu kwenye dressing room kabla inspection ya watu wa UEFA hajafanya inspection. Akaingia dressing room, alichokifanya alimuomba kitman, mtu ambaye anakusanya nguo, jezi, zile soksi, amfiche, akamweka kwenye dustbin. At least ile dustbin at least ilikuwa inaingiza hewa. Akakaa akasubiri mpaka wachezaji walipoingia ndani, kwa sababu mule ndani hamna ruhusa ya mtu mwingine wote kuingia. Wakishafanya inspection ni team members tu basi. Alipoingia akawapa mawaidha, akajificha tena, akasikiliza. After time alipotoka akawapa mawaidha. Kwa hiyo alivunja sheria imradi timu yake iweze kushinda, na ilifanikiwa kushinda. Mfano wa pili ni wa kwenye movie. Kwenye hii movie inaitwa Green Leaf. Kwenye hii movie kuna polisi ambaye alikuwa anaumwa UTI, ambaye kazi yake ilikuwa ni yupo kwenye kitengo cha wafungwa. Sasa kuna mfungwa mmoja aliyofungwa. Yeye mfungwa alikuwa na talent yake aliyopewa na Mungu ni ya kuponya. Ukiwa na ugonjwa wote ule unaponywa. Ukiwa na ugonjwa wote unaponywa. Sasa yule polisi alikuwa anaumwa UTI. Alikuwa akiingia chooni watu wanamsubiri, yani mapolisi wenzake wanamgongea, wanamsubiri hata nusu saa au saa zima. Anashindwa kufanyaje? Anashindwa kukojoa. Sasa yule mfungwa aliona kile kitendo cha kwamba ujamaa anaumwa UTI, akataka kumsaidia. Alichokifanya akamuita. Alipomuita akamshika, amemshika ule ugonjwa wote. Yeye anavyotibu ugonjwa anauchukua wote. Akishauchukua ana uwezo kuutoa. Kwa hiyo anahamisha ugonjwa kwenye mwili wako, anaweka kwenye mwili wake, alafu ule ugonjwa ana uwezo yeye wa kufanyaje? Wa kuutoa. Kwa hiyo sasa mkuu wa magereza, mkuu wake na huyo polisi, alikuwa mke wake anaumwa, ana uvimbe kwenye nini? Kwenye ubongo. Kwa hiyo polisi alichokiwaza akasema kwamba nikimwambia kwamba huyu anaponya na nimeshuhudia kwa macho yangu kaniponya, hatoamini. Kwa hiyo alichokifanya akamtorosha yule mfungwa ili aende nyumbani kwa mkuu wa polisi akamponye mke wa polisi. Mkuu wa mapolisi alikuwa ni rafiki yake sana na huyo polisi. Kwa hiyo alichokifanya akamtorosha, na muda alivyomtorosha yule polisi alimwambia, unafanya nini? Unaleta wahalifu kwangu, umemtorosha? Akasema hapana, nimemleta aje kumponya mke wako. Alichokifanya akachukua ule ugonjwa akauhamisha kwenye mwili wake, alafu akautoa. Mke wake akapona hapo hapo. Sasa asingefanya hicho kitu, angemwambia kabla, yani kwamba kuna mtu anaweza kuponya, mfungwa mmoja anaweza kuponya, asingeweza kufanyaje? Asingeweza kumwamini. Kwa hiyo alichokifanya akamtorosha, akavunja sheria ili mke wa rafiki yake apone. Kwa hiyo muda mwingine kuvunja sheria kama haimuumizi mtu yoyote, kama inamsaidia, ni kitu sahihi. Kuna mtu mwingine anaweza akawa na lengo au idea. Kuna mtu kila idea lazima ampe rafiki yake. Kila idea lazima ampe rafiki yake. Ila kuna baadhi ya idea ambazo unahisi kwamba nikimwambia rafiki yangu hii anaweza kaichukulia hivi kutokana na mentality yake. Vunja sheria. Kama umeshaweka ni sheria, kila idea lazima uambie rafiki yako, ivunje hiyo sheria. Kwa sababu gani? Unaweza kumwambia akakudisappoint. Kwa hiyo ni bora ufanye kitu aje kuona results kuliko kumwambia. Kwa hiyo dakika 3 zangu zimeisha. Kuvunja sheria kama haimuumizi mtu yoyote, inamsaidia, sio kitu kibaya. To take risk. I'm out.